Hello, mambo vipi? Nimekuletea games zingine za basketball ambazo zitacheza mchana wa leo. Kwa hiyo ni games za basketball na bet slip mbili. Ya kwanza ina odds 1.87 1.872 na tumestake laki, na nyingine ni game ambayo ina odds 5. Kwanza kabisa tumeanza na hii game yetu basketball ya Russia Super League. Na game yetu ni ya Baliz RGEU vs Lokomotiv Russia. Hii ni game ya Russia. Nimeweza kuomba over 160 include overtime, yani katika mechi nzima ziweze kupatikana ili over 160 ya mabano, na odds ni 1.872. Hiyo ni game ya kwanza. Kikubwa hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike na comment. Hapo utaendelea kupata tips kama kawaida, na kama utahitaji kujiunga VIP, namba yangu ya WhatsApp iko pale juu. Hakikisha unanifuata moja kwa moja, nitakupa utaratibu. Hiyo ni game yetu ya bet slip yetu ya kwanza. Tukienda katika bet slip ya pili yenye odds 5. Bet slip yetu ya pili ina odds 5 na game 3. Game 3 za basketball. Ukiangalia hizi game ndio bet slip yetu. Game ya kwanza kabisa ni basketball South Korea KBL, ikiwa na game ya Goyangson vs Wangju-Dongbu. Majina ni magumu. Game inacheza muda si mrefu, na mimi nimeweza kuomba total ya 150 na ngapi hiyo? Ni 162 include overtime, yani katika mechi nzima ipatikane point 162 ambayo nimeweza kuomba hapo. 162 ya mabano. Nimeomba 162 ya mabano, na ukiangalia hizi game unaona kabisa hapa 80 92 80 86 na 160 zinapatikana. Kwa hiyo nimeamua niweze kuomba hivyo. Tusubiri game tuone na kuja. Na pia kama utahitaji wewe mwenyewe unaweza kaiweka game hii hata ikawa single. Sio lazima uicheze ikiwa game iko complete, kwa sababu odds zinatosha, unaweza kaicheza single. Kwa 1.88 ni kubwa sana. Ukiweka like una 88 hapo. Kwa hiyo inatosha kabisa ukisema game hii iweze kuweka single. Game hii inacheza saa 7, kwa hiyo inajitosheleza game hiyo. Tukija game ya pili ni basketball China Championship, ni game ya Xiangdao Guangxin vs Zhejiang Golden Bulls. Game hii nimeweza kumpa handicap Zhejiang Golden. Kwa sababu gani? Ukiangalia game hii, huyu Zhejiang yeye kwanza mechi ya mwisho yeye alishinda kwa 123 kwa 99. Mechi iliyofuata tena yeye alishinda kwa 98 kwa 86. Mechi iliyofuata tena alishinda kwa 99 yeye akiwa na 106. Mechi iliyofuata akiwa na 114 kwa 102. Mechi iliyofuata akashinda kwa 100, alikuwa na 100 yeye huko 14. Mechi iliyofuata alikuwa na 102 kwa 88. Kwa hiyo game hii mimi nikiangalia, alafu kwenye ushindi wameweza kumpa huyu Xiangdao. Lakini ukiangalia kati ya Xiangdao na Zhejiang ameshinda mechi nyingi. Wakawa wamempa kwamba katika timu ambayo inaweza kushinda mechi hii ni Xiangdao. Nikaona hapana, huyu Zhejiang ana point nyingi sana. Nikaona ngoja nimpe faida ya nikaweza kumpa faida ya kupata hizo point ambazo nimeamua kumpa hizo odds. Nimempa handicap ya 2, yani huyu Zhejiang Golden nikampa faida ya 4.5. Ina maana kama ataweza kushinda na faida niliyompa 4.3, ina maana hii odds 1.741 itakuwa imeenda sawa kabisa, imeenda vizuri na kile tulichokifanya. Ni game ya pili. Na game ya tatu ni basketball championship, ikiwa na game ya Zhejiang Flying Tigers vs Nanjing Monkey Kings. Nimeweza kuomba katika one first, yani one quarter, katika quarter 1 ambao ni game ya Zhejiang Fly vs Nanjing Monkey, nimeweza kuomba over 54 katika kipindi cha kwanza, ni 53.5. Na ukiangalia katika game ambazo wakikutana wenyewe hapa, kwa mfano hii waliotoka 113 kwa 106, 154 ilipatikana, unaona 30 kwa 28, 154 tayari 54 imepatikana. Haya, hiyo ni game ya kwanza. Na game ya pili ilikuwa 124 kwa 99. Tukiangalia katika quarter 1 ilipatikana 54, 20 kwa 27. Haya, tukienda katika game ya tatu 96 kwa 102. 154 ilipatikana, 30 kwa 22, 54 ilipatikana.
Tukienda katika game inayofuata tena hivyo hivyo 40, 50 na 3 ilikuwa 53. Ina maana tukienda tena katika game zingine ya mwisho inayofuata waliokutana 54 ilikuwa hivyo. Kwa hiyo game ndo unakuwa unazipredicta hivyo, na hicho nilichofanya, na kuna video imeandika time to win betting, nimeelezea vya kutosha. Kwa hiyo hizo game unaweza kuzibeti zote 3 au kabeti single pia, na yenyewe inawezekana. Kwa hiyo tu nikutakie kila laheri katika bet slip zetu na uchambuzi mwema wa mkwanja odds win. Tukutane hapo baadaye katika video au content nyingine inayohusiana na swala zima la betting. Asante.